tufufue viwanda ambavyo vimekufa, lakini vile vilivyopo viendelee kuimarika zaidi. Lakini sio tu kuimarika, tutaona namna gani maeneo yanayozalisha pamba. Kama mnavyofahamu, mpaka sasa mikoa 17 inazalisha zao la pamba, na leo tumekutana na mikoa 11. Sasa katika ile mikoa yote 17, kupitia Agenda 1030, serikali kupitia wadau mbalimbali wa maendeleo ambao wana hamu na wanatamani kuwekeza katika zao la pamba, tuweze kujenga viwanda, kwa sababu kwanza Agenda 1030 kupitia kilimo, lengo ni kuwawezesha vijana waweze kushiriki moja kwa moja katika sekta ya kilimo kama ajira mbadala. Lakini unaweza kuwa na ajira ya kwako lakini ukalima. Hata sisi wengine tuna vieneo vyetu vidogo vidogo, unafanya kazi lakini pia unazalisha. Sasa kwa sababu pamba ni moja kati ya mazao ya kimkakati, na yani hapa nilipo nimevaa pamba, na ndio maana tunazungumzia viwanda. Washauri wa kilimo hususan zao la pamba katika mikoa 11 ya mradi, sote kwa pamoja tunakutana kuangalia kwanza matokeo tuliyoyapata mpaka sasa kupitia mradi wa Cotton Victoria. Tumefanya shughuli gani? Changamoto zipi tumekumbana nazo? Lakini tutakuwa na mpango kazi wa shughuli zinazofuata, tutazitekelezaaje? Na pia tutajadiliana mradi unaelekea mwishoni, mikakati ya kuendeleza teknolojia hizi, kwa sababu tayari tumeshahamasishwa na mheshimiwa mgeni rasmi kwamba mradi ukiisha, mambo mazuri yote haya tuyaendeleze kwa faida ya nchi yetu. Kwa hiyo tunataka tukaweke mkakati maalum wa namna gani mradi utakavyoisha, teknolojia zote hizi nzuri ambazo tumeshirikiana na wenzetu kutoka Brazil zitaendelea, ili ziendelee kuchangia kwenye sekta ya pamba, lakini na kuleta mapinduzi kwa maendeleo ya wananchi na hasa wakulima wetu, lakini na halmashauri serikali kwenye kukusanya mapato kupitia zao la pamba, na nchi kama nchi kupitia fedha za kigeni, kwa sababu asilimia zaidi ya 70 ya zao la pamba tunapeleka nje ya nchi. Kwa hiyo mikakati yote hii itaenda kutusaidia ili teknolojia zote hizi nzuri tuziendeleze kwa maslahi ya Tanzania. Sehemu kubwa ya wakulima wamejikita kulima kwa tija sasa hivi, na ndio maana kuna mabadiliko, na huenda tukafanikiwa sana kwa sababu wakulima nao wamekuwa wasikivu, wanafanya vizuri sana katika kazi hii ya kilimo cha pamba. Sisi bodi ya pamba tulileta matrekta 300. Sasa sababu ya kuyaleta haya ni kurahisisha kilimo kwa wakulima, na sisi kama mnavyojua katika ilani ya Chama cha Mapinduzi kuhusu kilimo ni kwamba ifikapo 2025 na 2026 tuwe tumezalisha tani milioni 1 za pamba mbegu. Sasa katika hili tukasema sasa lazima tulete matrekta, yani vitendea kazi ambavyo vinamrahisishia mkulima kilimo. Mfano tukaona sasa tutazalishaje msimu huu wa 24-25. Tuliamua kuanza na maeneo ambayo ni potential. Kwa mfano mkoa wa Simiyu katika wilaya zile zake 5 zile kwa maana ya Meatu, Maswa, Busega, Bariadi na Itilima. Sasa maeneo hayo yatazalisha pamba kwa tija maeneo yote, na tukaongeza wilaya ya Bunda, na tukaongeza wilaya ya Igunga na wilaya ya Kishapu, kwa maana ya kwamba tupate ekari 900 na zaidi, ili tupate 500 kwa kuanzia msimu huu. Kwa hiyo tumelipeleka matrekta maeneo hayo. Mkoa wa Simiyu umeenda matrekta mengi zaidi kama 200 na ushe hivi, ili kwa ajili ya kuwalimia wakulima, na amefanya hivyo, na tulipeleka matrekta 15 Bunda na mengine tukapeleka sehemu zingine, ili tuweze kuwalimia kwa gharama nafuu wakulima kwa ekari ekari moja shilingi 35,000 badala ya shilingi 60,000 ambayo inafanyika kwa wengine. Na hii ni sehemu ya kuhamasisha wakulima kulima kwa tija, na hili zoezi limewafurahisha wengi, na tunafikiri linaweza likasaidia zaidi kwa wakulima walio wengi zaidi, na tunaendelea kuhamasisha, na balozi wa pamba naye anaendelea kuhamasisha wakulima wetu waweze kunufaika zaidi. Kwa majina naitwa Kija Kayenze, mimi ni mshiriki wa
kikao hiki ambacho ni cha kamati tendaji ya taifa kuhusiana na zao la pamba specifically kwenye mradi wa Cotton Victoria. Mimi ni afisa kilimo natokea ofisi ya mkuu wa mkoa wa Simiyu. Tumeona kwamba karibia nusu sasa ya wakulima katika mikoa 11 ambao tumekusanyika hapa kwa ajili ya kikao hiki angalau wameshaanza kuingia kwenye utekelezaji wa programu hii, manake wanatumia hii nafasi mpya ya kupandia pamba. Kwa hiyo ninaamini kufikia mwakani idadi ya wakulima itaongezeka zaidi, kwa sababu tumetoka hapa tuna maazimio nini tuende tukafanye kule. Kwa hiyo tukaendelee kutoa elimu zaidi kwa wakulima, tuongeze zaidi mashamba ya mfano, lakini zaidi tulichojifunza kutokana na mgeni rasmi aliyefungua kikao cha leo ambaye ni mkuu wa wilaya ya Misungwi, amesema kwamba elimu hii au teknolojia hii inabidi tukaiishi, hata kama mradi utakapomaliza muda wake, basi zile shughuli zilizokuwa zikifanyika ziendelee zaidi na zaidi, kwa sababu lengo ni kufikia mafanikio makubwa katika uzalishaji wa zao la pamba. Naitwa Faridu Abdullah. Tulichokubaliana pia ni kwamba kwenye kikao tumekubaliana na tutakipeleka pia Katavi ni swala zima la kusambaza. Tunasema tunatengeneza KTUs. KTUs ni vituo maalum au mashamba maalum ambayo ni mfano ambayo yanatumika kama mashamba ya kuweza kusambaza teknolojia mbalimbali kule kwa wakulima. Kwa hiyo tumekubaliana kwamba haya mashamba yaende yakasimamiwa vizuri, lakini pia zile teknolojia ambazo zinazotumika katika kufikia ule uzalishaji ambao tunatarajia ziende zikasambazwa kupitia yale mashamba ambayo tumekubaliana kwamba tuende tukayaanzishe kule kwenye maeneo yetu. Lakini pia sio hicho tu, tumejifunza pia hapa kuna njia mbalimbali za kuhifadhi mbegu. Wameanzisha maabara, lakini pia wametengeneza cold room ambayo sasa inaweza kusaidia kutunza hizi mbegu kwa vizazi na zinaweza zikatunzwa muda mrefu na zikaweza kutumika kwa tija, lakini pia na kuweza kutusaidia sisi, kwa maana hata vizazi vinavyokuja ziwe na mbegu ambazo zina asili, mbegu ambazo zina ubora na unaostahimili mambo mbalimbali ikiwemo magonjwa na nini. Lakini pia tumeona wamechimbwa visima pia, ambao visima hivi katika ambacho tunanadi sasa hivi, kilimo ambacho tunakinadi ni kilimo cha umwagiliaji. Kwa kupitia hivi ambacho tumejifunza hapa pia, kumbe kilimo cha umwagiliaji kinawezekana pia kwenye zao la pamba. Kwa hiyo tunaenda kuwaelimisha wakulima wetu kwenye haya maji yanayonyesha hata hizi za mvua, lakini kama mtu ana uwezo wa kuchimba kisima chake, basi aweze kuchimba na kuweza kuweka maji kwa ajili ya kuweza kumwagilia zao la pamba na aweze kuzalisha kwa tija zaidi.